بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، إخوان في الله، ni mwendelezo wa kalima zetu za kila siku, ambapo biidhnillahi ta'ala katika kalima yetu ya siku, kwa siku ya leo biidhnillahi ta'ala tutakuwa tunazungumzia fadlu au ubora unaopatikana kwa mtu anayetafuta ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadla na ubora unaopatikana kwa mtu ambaye anatafuta ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, au anayetafuta elimu ya kumjua Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwa, ndugu zangu, hakika inna ta'alluma ad-dini min a'zami al-fada'il, hakika kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika matendo au ni katika mambo yenye fadhila kubwa, wa min ajalli al-qurbati ila Allah ta'ala, lakini pia kujifunza ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala min ajalli al-qurbati ni katika kujikurubisha kuliko kutukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fabihi ya'rifu al-muslimu rabbahu, kupitia kujifunza elimu ya Allah au mtu kumjua Mola wake akaijua dini yake ya Uislamu. Ya'rifu al-muslimu rabbahu, muislamu anamjua Mola wake, wa yuhaqqiqu tauhidahu, lakini pia anajihakikishia ukamilifu wa tauhidi yake, kwa maana kwamba hamna mtu anaweza kuwa na tauhidi sahihi kwa ukamilifu wake bila kuwa amejifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile ndugu zangu, watasihu ibadatuhu, na kupitia kujifunza elimu ya kumjua Allah au kujifunza elimu hii ya dini ya Uislamu inamsababisha kuwa ni sahihi ibada zake, kwa sababu mtu atakapofanya ibada zake ala basira, akafanya ibada zake akiwa na elimu na ufahamu wa dini, basi ni sababu ya yeye kuwa ibada zake zitakuwa sahihi, wa yastaqimu sulukuhu fil hayati. Lakini kupitia kujifunza elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujifunza elimu ya kumjua Allah na kuijua dini yake, ni sababu ya mtu kuwa tabia zake zimesimama vizuri katika uhai wake. Hakika mtu ambaye amejifunza dini ya Allah kwa usahihi, huyu ibada yake tabia yake inakuwa ni tabia nzuri ambayo imenyooka katika uhai wake, na kwa hakika kupitia dini atakayosoma ataamiliana vizuri na Waislamu na watu wengine waliomzunguka. Ibadallah, enyi waja wa Allah, وقد خص الله أهل العلم بفضل عظيم، hakika amewahusisha Allah subhanahu wa ta'ala watu wenye elimu kwa fadhila nyingi sana. Farafa'a maqamahum, akanyanyua au akawanyanyua watu wenye ilmu, nafasi zao akaziweka juu. Wa sharrafa manzilatahum, na akatukuza nafasi yao na manzila yao. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah akasema juu ya jambo hilo, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, hakika amewanyanyua Allah wale ambao wamemwamini miongoni mwenu, na wale ambao amewapa ilmu amewanyanyua daraja. Ndugu zangu katika imani, man arada an yarfa Allahu darajatahu, yoyote atakayetaka Allah anyanyue daraja yake au ni mtu wa juu, yata'allama al-islam, basi ajifunze uislamu wake. Lakini wa ani nabii sallallahu alayhi wasallam, na kutoka kwa mtume wetu alayhi salatu wassalam, katika hadithi iliyopokelewa na Imam Bukhari na Muslim kutoka kwa sahabi al-jalil radhiyallahu anhu, ambaye naye si mwingine ni sahaba mtukufu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam
kwamba man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin, yoyote anayetakiwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo humfundisha, humpa ufahamu na fiqhi ya kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, فهذا دليل على أن الفقه في الدين هي حديثه لدليل kwamba kujifunza dini, kuwa na ufahamu katika dini ya Allah, alamatul khairi, ni alama ya kuwa wewe unaishi katika khairi, wa sababu linnajati wassaada, na kuwa umejifunza ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana elimu ya Uislamu ni sababu ya kufaulu na ndio sababu ya mafanikio. Ibadallah, wa inna man ta'allama dinahu, na hakika yule atakayejifunza dini yake, kana ala basiratin fi amrihi, hakika mtu huyo atakuwa na ufahamu, atakuwa na mwangaza katika mambo yake anayoyafanya. Ya'budu Allah ala ilmin, atamwabudu Allah juu ya ilmu, atamwabudu Allah akiwa na uhakika juu ya ile ibada anayoifanya. Lakini vile vile wayahtadi fi aqwalihi wa af'alihi, na atakuwa na muongozo mzuri katika maneno yake na matendo yake. Wayakunu nafi'an li nafsihi wa li ghayrihi, vile vile mtu mwenye ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kuwanufaisha watu na kuinufaisha nafsi yake. Hivyo ndugu zangu katika imani, fatuba liman salaka tariqa al-ilmi ash-shar'i, hakika pongezi kubwa, pongezi nyingi sana kwa mtu ambaye ameshika njia ya kutafuta ilmu ya kisheria, ambayo ni ilmu ya kujua Uislamu wake, akamjua Mola wake, akamjua mtume wake sallallahu alayhi wasallam, akaijua Qur'ani, akawajua manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, na akawajua malaika wake. Ndugu zangu katika imani, lakini wathabara alayhi, na akawa ameishi, amejifungamanisha na hiyo ilmu ya kisheria ambayo ameisoma. Fa innahu tariqun, hakika hiyo njia ya ilmu ni njia yusilu ila ridwanillahi, inayomfikisha mtu katika ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile wayurithu sahibahu rif'atan fi dunya wal akhirah, hakika ilmu ya Uislamu, ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, inamrithisha mwenye nayo rif'atan fi dunya wal akhirah, inampa utukufu katika hii dunia ya Allah na dunia na katika akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala hakika anasema, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wale wanaomcha Allah, hakika si vinginevyo, wale wanaomcha Allah ukweli wa kumcha ni wale peke yao ambao wana ilmu ya kumjua yeye Allah. Na nikwambieni Muislamu, Waswahili wanasema asiye kujua hakuthamini. Hakika atakayetaka kumcha Allah ukweli wa kumcha, basi ajifunze dini yake. Lakini vile vile Allah anawauliza Waislamu, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi wanaweza kufanana wale au wanaweza kulingana wale ambao wamesoma, wanajua, wanamjua Allah, wanaijua dini yao kisawasawa, na wale wasiojua? Ndugu zangu katika imani, hiyo ndio ilikuwa kalima yetu ya siku kwa siku ya leo. Wajazakumullahu khaira, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillah.